Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji wa Sabikha TV, popote pale ulipo, matumaini yangu wewe ni mzima afya, ukiendelea vyema na harakati za hapa na pale. Tukiwa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hili ni 10 la mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia wewe na mimi na yule kuweza kufika katika 10 hili la mwisho, tuseme alhamdulillah. Naam, mtazamaji wa Sabikha TV, tumefika katika kata ya Kitunda, wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam, katika mtaa wa Kipera, ambako kuna kituo cha kulelea yatima pamoja na wajane. Na jana ilikuwa ni siku maalum sana, iftar, na waliwaalika wageni mbalimbali, lakini mgeni rasmi alikuwa ni mheshimiwa diwani ya kata Kitunda, ambao yeye alisikiliza kero za wajane pamoja na watoto yatima, na hatimaye akaamua kuwasaidia wajane ambao takriban 52 na wengine wakishindwa kufika kutokana na hali zao dhaifu. Lakini kwa upande wa watoto yatima, mheshimiwa diwani ameeleza huru kwamba yuko sambamba nao na atawachangia chochote kitu kila wanapohitaji, basi waweze kumwambia. Lakini zaidi ni kwa mheshimiwa diwani aliahidi kutoa 100,000 kila mwisho wa mwezi kwa ajili ya kuwapa wanawake ambao ni wajane. Na hapo baadaye pia alikuja akazungumza mwenyekiti sasa wa kituo hiki cha kulea watoto yatima pamoja na wajane ambacho kipo mtaa wa Kipera, kata Kitunda. Alikuja naye akagusia kwa kina zaidi kuhusiana na namna ambako anazidi kupambana yeye kama yeye kuweza kuwasaidia watoto hao pamoja na wajane, lakini zaidi ni kuwaomba ndugu jamaa na marafiki kuweza kumsaidia huyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Sabikha TV popote pale ulipo, ukiwa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kufika katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo Sabikha TV imefika katika maeneo ya Buza ama Kipera, katika kata Kitunda. Kubwa zaidi ni kutembelea kituo hiki cha watoto yatima pamoja na wajane, ambako tunakwenda kuzungumza na mwenyekiti atueleze kuhusiana na kituo hiki, lakini pia leo ni jambo gani hasa kubwa ambalo lilifanya kukusanyisha watu mbalimbali. Tunaona kuna viongozi wa kata na tumeona mheshimiwa diwani pia yuko hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niaba watazamaji wa Sabikha TV wanataka kufahamu wewe unaitwa nani na ni nani katika kituo hiki? Mimi naitwa Ashura Abdalla na ni mwenyekiti wa kituo hiki. Tuambie, katika kituo hiki kilianza lini na nini hasa malengo ya siku hii ya leo, kukusanya kina mama, wajane pamoja na watu mbalimbali kwa ajili ya kupata iftari? Kwa muda ulianza ni muda mrefu, takriban mwaka wa 8 nimesha kuzungumza. Na lengo leo ni kuwakusanya wajane na mayatima kufuturu kwa pamoja. Leo ni siku special kwa ajili ya wajane na mayatima kuja kufuturu. Na watoto ya kufuturu. Nini hasa ambacho kinakuvutia hasa kukusanya wajane na mayatima kwa pamoja? Yani kinachonivutia sawa ni kuguswa katika jamii. Yani kuguswa katika jamii. Tunaona baadhi ya vituo vingi sana huwa kuna changamoto nyingi sana, na nadhani kuna changamoto nyingi sana ambazo pengine huwa unakumbana nazo. Ni zipi sasa hasa ambazo unazikumbana nazo, pengine wadau mbalimbali na watu ambao wataguswa na jambo hili kwa namna moja ama nyingine waweze kuchangia kila ambacho wanazo kaelezo kutokana na eneo hili hapa? Yani changamoto ni nyingi ambazo kila siku zinaeleweka. Sema kubwa ni uadilifu yule ambaye anaongoza kile kituo. Sababu sisi tunajikusanya au tunawakusanya wamama na tunajichangisha sisi wenyewe, tunafuturu kwa pamoja, tunasaidia watoto. Kama kipindi hichi wapo hawana mavazi, wengine iftari zao za shida. Kwa hiyo tunakuwa hivyo na tunaishi hivyo. Wajane kama alivyosema mwenyekiti, wajane mara nyingi huwa wanaongezeka sana, kila siku wanaongezeka. Pengine wanapokuwa wanaongezeka, pengine unakuwa na idadi kamili ya wajane, na namna gani ambako sasa unatumia njia mbadala kuweza kufanya shughuli mbalimbali kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao? Wajane katika kitongoji hichi tupo sisi ni wako wengi sana. Lakini katika wajane, katika ule utafiti wa kwangu mimi, wako katika makundi mawili tofauti. Kuna wapo ambao wanaishi maisha magumu sana, na kuna wapo wengine wajane wanajimudu. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, tathmini yangu mimi, tumewakusanya wale ambao hata mimi ukiniona ni nafuu. Yani yeye yuko hali yake dhaifu sana, lakini wapo wengi hapa tulipo. Kwa hiyo hao unaona walokuepo hapa, yani hata kula yake kwa siku ni mtihani.
ndio lokuepo hapa. Na hawa yani wana kikundi chao. Wana mwenyekiti wao, wana katibu wao. Kwa hiyo mimi huwa ni mtu ambaye kama na wasupport wao. Kile ninachojaliwa tunasaidia. Ni hivyo. Wito wako ni upi kwa mamlaka husika ili uweze kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine, na hatimaye pia pengine kutoka katika ulaji wao ni hafifu kuja katika hali ambayo ni nzuri zaidi? Ukisema kwamba si utatumia lugha gani, lakini yoyote atakayeguswa anaweza kanitafuta, na uzuri wake mimi vile vile nahakikisha tu kwamba muhusika anahitajiwa waone wahusika. Yoyote mwenye msaada wake nitampeleka kwa wahusika. Yani mimi ndo nawafahamu vizuri. Ina harambee ya diwani ambao ameahidi kuchangia kila mwezi Laki1 kwa ajili ya kina mama. Hili kwa wewe umelichukulia vipi na ni kitu gani hasa ambacho kimefurahi kutoka kwa diwani? Nilishawishika kumtafuta diwani kwa sababu kikundi hiki kilionekana kilikuwa kina uwezo wa kutoa buku na wengine pia wanashindwa. Na ndipo nikapata changamoto, bora nitafute diwani awe anawasaidia angalau. Na kama ulivyomsikia diwani alivyoongea kwamba yeye atatoa laki kila mwisho wa mwezi, ni hilo limepatikana pia, nashukuru. Salumu Athmani Kiundila ni katibu wa kikundi cha kusaidia mayatima kilichopo Kipela Dar es Salaam kwa Mangamanga maarufu. Kikundi hichi kimeanzishwa kwa malengo ya kuweza kuwasaidia watoto yatima pamoja na wajane. Tukiwa sisi kama tunajitolea na kuwatafuta wadau ili waweze kutusaidia, leo tumeandaa iftari kwa ajili ya wajane pamoja na watoto yatima. Tumemwalika mheshimiwa diwani wa kata ya Kitunda, na diwani ametusaidia sehemu kubwa sana kwa kuweza kuwasaidia wajane, kwamba kila mwezi huwa atasaidia Laki1 kwa ajili ya kuwasaidia wajane. Kwa jambo hilo tunashukuru, na bado tunawasaka wadau wengine ili waweze kutusaidia wajane ambao walikuwa katika maeneo ya Kitunda, hususan Kipela, ili waweze kujikwamua kutoka katika mikopo ambayo inaweza kuwadhalilisha, ili waweze kujikwamua katika hali ambayo ilikuwa nzuri pasi na kudhalilika na mikopo ambaye wengi wanadhalilika na kutolewa vitu na kuuzwa. Lakini tunaomba sana wadau ambao walikuwepo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wafike Kipela. Wataonana na uongozi wa wajane wa eneo la Kipela pamoja na uongozi na kikundi cha kusaidia mayatima kilichopo Kipela katika mtaa wa Kipela maeneo kwa Mangamanga. Wakifika wataongozwa na kuweza kuwasaidia mayatima kwa uwezo ambao walikuwa nao. Asanteni sana kwa hiyo.